Nafikiri mpaka dakika hii kila mtu anamjua James Temba na tunajua nini kilichomkuta. Ninajua mnachokijua. Ninachoenda kukifanya sasa hivi ni kusummarize kila kitu tunachokijua mpaka dakika hii na kila kitu ambacho jeshi la polisi limetuelezea pia mpaka dakika hii. Please keep listening. Hola, mambo vipi watu wangu? Fole mko poa? Mimi niko safi kabisa. Tuendelee kumzungumzia James Temba. James alikuwa ni kijana mwenye miaka 24 ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha IFM. Kila aliyemjua alimuelezea kama kijana alikuwa mchangamfu, kijana alikuwa mwenye upendo, kijana ambaye alikuwa ni mtu wa dini, ambaye alikuwa anapenda kumweka Mungu wake mbele, lakini pia alikuwa ni mtoto mzuri kwa wazazi wake. Baba yake James anasema kwamba mwanae alikuwa akikaa nyumbani, hakuwa anakaa hostel wala hakuwa anakaa kwenye labda amepanga kwenye vyumba vyovyote, alikuwa anakaa nyumbani, na hii ilipelekewa na kwamba yeye amesoma sana shule za boarding. Kwa hiyo alitaka muda huu ambapo ameingia chuo aweze kukaa nyumbani, kuchukua muda na wazazi na kuweza kuishi na wazazi vizuri kabla maybe later kuanza kujitegemea. Kwa alikuwa anakaa nyumbani, na siku ya Jumatano ya tarehe 29 ya April mwaka 2026 alikuwepo nyumbani hapo, ambapo aliongea kwanza asubuhi na baba yake, ambapo alimtaarifu kwamba amefanya mitihani ya semester iliyopita na matokeo yametoka na amefaulu vizuri kabisa. Baba yake alimpongeza, kisha hapo baba mtu alienda kazini na kumwacha James nyumbani kama kawaida, kwani inasemekana kwamba hakuwa na kipindi cha asubuhi siku hiyo. Kwa hiyo alivyomaliza kuongea na baba yake, alimwacha baba yake aende, alibaki nyumbani kama kawaida. Lakini mama yake pia anasema kwamba kabla James hajatoka kwenda kwenye iko kipindi chake ambacho kilikuwepo I guess mchana, aliongea na mama yake na kumuelezea ratiba inayoendelea shuleni. James alimwambia mama yake kwamba chuoni hapo anakaribia kufanya uchaguzi wa rais na vitu kama hivyo. Mpaka mtoto huyu kuweza kuongea na wazazi wake maongezi haya, unaweza kudetermine au kuelewa kwamba James alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa anapenda kuongea na wazazi wake, na wazazi wake aliwafanya kama marafiki hivi. Alipoondoka siku hiyo, inasemekana kwamba hiyo ndo siku ya mwisho ya wazazi wa James kumuona James, kwani alivyoondoka hapo hawakumuona wala hakuweza kumpata kwenye simu. Siku ya Alhamis sasa ya tarehe 30, baba yake alistuka kwa sababu kawaida ya James kama hatoweza kurudi basi atatuma message kutoa taarifa kwamba baba, mama, mimi leo kuna kitu fulani kimetokea, sitoweza kurudi nyumbani. Lakini walivyoamka na kukuta kwamba hakutuma message yoyote, iliwatia shaka, hivyo walianza kumpigia simu, na walivyoanza kumpigia simu alikuwa hapatikani. Wakaanza kuwatafuta marafiki zake, lakini jibu lilikuwa hilo hilo. Hata marafiki zake walisema kwamba walimtafuta James lakini wao pia hawakumpata. Walianza kuhangaika na kumtafuta mtoto wao kwa sababu sio kawaida yake. Mnaweza kuelewa kwamba mpaka dakika hii kwamba James alikuwa ni mtoto ambaye anaenda kwa misingi na kutaka kuwapa pressure wazazi wake. Kwa kupotea kwake kwa siku moja tu, tena hata sio siku moja, masaa kadhaa, wazazi wake walijua kwamba hakuna namna nyingine bali mtoto wetu atakuwa na shida imemkuta. Kwa hiyo walianza kumtafuta left and right, sehemu zote walianza kumtafuta. Wakiwa wanamtafuta, kuna mdada mmoja ambaye anasemekana kwamba ni anafanya kazi stationery, alimpigia mama yake James. Alipompigia mama yake James, aliuliza James yupo? Mama yake akamwambia James hayupo. Huyo msichana alikata simu, na mama yake alipojaribu kumpigia tena, huyo msichana hakupokea simu tena, kitu ambacho kimetia kidogo alama ya mshangao kwa watu wengi. Walivyoona kwamba ile hali inazidi ya kumtafuta mtoto hawamuoni, ilibidi waende kituo cha polisi na kuweza kutoa taarifa kwamba bwana, tuna kijana wetu hatumpati na hajarudi nyumbani kwa muda mrefu sana. Na sio kawaida yake. Mapolisi walimwambia hatujapata taarifa yoyote ya mtu kupotea, lakini kuna mwili inasemekana umeokotwa mto Msimbazi. Kwa tulikuwa tunaomba muende huko hospitali muweze kwenda kuangalia kama huo mwili ni wa mtoto wenu. Kwa hivyo mama yake James, baba yake James na marafiki kadhaa wa baba yake James walifunga safari na kwenda hospitali kwa ajili ya kwenda kutambua huo mwili. Walipofika pale wakapewa taarifa kwamba mwili mnaoenda kutambua umekutwa ukiwa hauna kichwa. Kwa hivyo angalieni namna ambayo mnaweza kuangalia alama zingine za mwilini za mtoto wenu na kuzilinganisha na huu mwili muweze kujua kwamba ni mwili wenu au sio.
Baba James alianza kuingia mule ndani kuona mwili wa mtoto wake. Aliingia yeye pamoja na mke wake, na baada ya kumwangalia, kwa sababu mtoto wake, mtu unakuwa unambia mtoto wako, kwa kuangalia alama tofauti tofauti, semekana alikuwa na alama mkononi na vitu vingine, waliweza kujihakikishia kwamba yule aliyolala pale bila kichwa ni mtoto wao James Temba. Wakiwa wao wamesha confirm kwamba yule ni James Temba, jeshi la polisi pia lilikuwa limeshaanza uchunguzi wa kuweza kuchunguza nini hasa kimemkuta James Temba. Baada ya wazazi hao kuhakikisha kwamba yule ni mtoto wao, ina maana walishajua huyu aliyelala hapa ni James Temba. Wao walianza uchunguzi mapema sana. Baada tu ya kujulikana ule mwili, jeshi la polisi walifanya uchunguzi wao ambao wanaujua wao kwa kina, kwa sababu wao ni professional. Walifanya huo uchunguzi, wakaweza kukamata watu 4 ambao waliwahisi wanaweza kuhusika na jambo hilo hapo, na walipowachukua watu 4 wakaanza kuhojiwa mara moja, huku mwili wa James Temba ukiwa umewekwa mortuary. Na baada ya hapo wazazi wake waliuomba mwili ule waweze kumzika mtoto wao, na kweli walipewa ule mwili. Walianza kuuaga hapa Dar es Salaam, peleka huko kwao Moshi, na James Temba aliweza kuzikwa bila kichwa chake kupatikana. Siwezi hata kuimagine huyu mama na baba na ndugu zake na marafiki zake walikuwa katika hali gani. Unajua kabisa nazika pale mwili ambao hauna kichwa. Naomba nichukue nafasi hii kuwapa pole kubwa na kuanza kueleza familia ya James Temba kwamba Mungu aendelee kuwapa subra ya kuweza kuhimili na kushikilia mtihani mkubwa kama huu. Tuendelee. Jeshi la polisi waliendelea na uchunguzi wao, na uchunguzi wao uliwapelekea kuja kujulikana mtu wa 5 ambaye anaitwa Saidi kwa maarufu Side. Huyu alikuwa ni mganga wa kienyeji. Aliingia pia katika listi hii. Mimi na imagine wale watu 4 watakuwa walimtaja kama mtu ambaye alihusika katika hili swala. Na kweli huyo Saidi alipokutwa alikiri na kusema kwamba anajua kilipo kichwa cha James. Alichukuliwa na mapolisi wakaambia tupeleke ulipokiweka. Alienda na mapolisi mpaka nyumbani kwake. Lakini hapo nyumbani kwake yeye ni mpangaji, kwa mapolisi ilibidi approach mama mwenye nyumba na waweze kumuelezea kwamba kwenye nyumba yako hii kuna shida fulani, tulikuwa tunaomba tuchukue hatua ya kuingia au na kuweza kuchunguza. Mama yule baada ya kupewa taarifa kama hiyo hana kosa lolote, kwa akasema sawa, twendeni mkaangalia. Kweli Saidi aliwaingiza mapolisi mule na kuwaoneshia sehemu, akaambia hapa nilipofukia kichwa cha James. Walipofukua kweli wakakuta mfuko, na walipofungua huo mfuko wakakuta kichwa. Waliona nywele, kuna sehemu kidogo ya kichwa wanasema kwamba ilikuwa imetolewa, lakini pia walikuta moyo pamoja na figo ambazo yule Saidi aliconfirm kwamba moyo huo na figo hizo ni za James Temba, ikiambatana na kile kichwa ambacho ni cha James Temba. Walimuuliza ulivyokuja huko ulikuwa na damu baada ya tukio lilofanya? Alisema ndio, nilikuwa na damu na nilioga hapa, alionyesha. Kwa hiyo na maana Saidi alishirikiana kule, wakafanya hicho kitendo alichokifanya, kisha yeye aliondoka na hivyo vilivyochukuliwa, kichwa, figo, maini na hizo nywele za James, akaondoka nazo mpaka nyumbani kwake, akaenda akazizika, kisha akaoga nje, akarudi nyumbani kama mtu wa kawaida. Walimuuliza kisu alichotumia, akasema kiko nyumbani kwangu ndani. Kwa hiyo aliingia ndani na kukitoa kisu ambacho mke wa Saidi alikuwa anakitumia kufanya shughuli zake nyingine. Guys, unamwamini mume wako, unamwamini huyu ndo baba watoto wangu, kumbe anaenda kukata watu vichwa. Akimaliza hapo anasafisha kile kisu, anakurudishia ndani, wewe unaenda kukatakata nyanya, unapikia familia yako. This is very tragic. So alichukuliwa na vile vichwa vikachukuliwa, amerudishwa kituo cha polisi. Nina imani na jeshi langu na naamini wanaendelea kufanya uchunguzi na tutajua